Wanasemaga penzi kikohozi kulificha uwezi, lakini pia mimba ni kama kikohozi kuficha pia uwezi. Itakuumbua tu. Ndio. Mniache, waandishi habari, mniache, mimba. Shwa! Sasa ulikuwa unabisha nini Wema Sepetu? Ulikuwa unabisha nini mama? Karibu kwa mara nyingine mtazamaji. Kitu ambacho tumekuja nacho hapa ni kuzungumza kuhusiana na video ambayo ina trend mitandaoni ikimuonesha Wema Sepetu akiwa na Whozu na wako kwenye kipimo cha ultrasound wakipima. Na hii inavyoonekana au inavyosemekana ama inavyosadikika kwamba wanaangalia kajinsia kama mtoto. Wa kike wa kiume. Kwa kumbe kweli Wema Sepetu mjamzito. Wa kike au wa kiume. Habari ndio hiyo Ching pamoja na mtazamaji na shabiki wa Wema Sepetu na Whozu. Whozu kaupiga mwingi? Whozu alishaika hadi na ndio maana aliamua kukaa kwa Wema Sepetu kwa muda wote huo. Unaelewa? Ndio. Nimpongeze pia Whozu kwa changamoto nyingi alizopitia kikweli kwamba for this time around nadhani tunaona Wema Sepetu atakuwa na furaha ya hali ya juu Sio ulimuona kwenye ile video? Isio na kifani. Video niambia kweli. Ni kitu kizuri. Nadhani hiyo video sijui ya muda gani. Nadhani kuna post aliposti Wema Sepetu alikuwa kama amekasirika kuhusiana na watu walikuwa wanamsema, waandishi wa habari wanamsema kuhusiana na yeye kupata mimba, kutokupata mimba. Yani amekuwa wanamweka mdomoni Wema Sepetu kwenye swala hilo, na yeye mwenyewe akaja akazungumza maneno mengi, akazungumza kwamba wanamsakama wana nini. Sasa yajulikana inawezekana hii video yani kama alipanga, umeelewa, kufanya hiko kitu au kimetokea ghafla. Ndio. Hiki kimepangwa bwana. Hiki cha kutokea kweli hiki? Kwa sababu toka muda Wema alikuwa anatamani kupata mtoto. Ikimisa ajipanga muda wote itakapoingia mimi naipokea. Kwa sababu nadhani yeye mwenyewe alishathibitisha kwamba ameshafanya juhudi nyingi sana, yani amepitia juhudi nyingi sana kwenda kwa madokta, madawa ya asili na nini, yani vitu vingi kiasi kwamba inawezekana. Unajua bwana, ukishasemwa sana, watu wakishakuzungumzia sana, dakika za mwisho Mungu anakuona. Kwa sababu inawezekana watu walikuwa ndo bakora. Mwenye anasema kama ndo fimbo ambayo mnamchapia. Kumsema afu ukilinganisha na wenzake wana watoto. Au ndio maana kwenye ile group alijitoa kwa sababu alikuwa anajihisi kama vile ni mpweke, wenzake wakiwa wanazungumzia stories za watoto labda. Unajua mnaweza mkakaa mko watu 5 afu 4 wote wana watoto wakizungumzia stories za watoto. Mtoto wangu hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu wewe huna, unajisikia basi. Ile group ile la Big 6. A-list wale alijitoa kumbe alikuwa ni Wema. Ni Wema kwa sababu Lulu yeye inavyosemekana Lulu aliomba kama sababu alikuwa ni mjamzito. Kwa hiyo asingeweza kuendelea na zile hekaika zao zile. Kwa hiyo ni Lulu yeye alikaa pembeni kwa ajili ya uzazi na malezi. Lakini yeye yule Wema alilefti kabisa. Kwa hiyo inaonekana jambo liliingiliana. Sasa tujui sababu ni nini. Kama Lulu ana mimba, yeye inawezekana ndo labda inawezekana unajua kile kipindi kiko huru, unazungumza kila kitu. Kwa hiyo inawezekana Wema kutaka kuingia kwenye kile kipindi kuzungumza kila kitu kutokana labda na hicho sababu uliosema. Huenda labda. Sasa mimi ninachojiuliza hapa Ching pamoja na mtazamaji, yani kwa nini Wema ile siku 2 kabla amezungumza maneno makali mitandaoni na kuwasema watu, sababu hii ilikuwa ni baada ya mmoja kati ya watu ambao ni socialite lakini pia ni content creator kuzungumza na kusema kwamba Wema ni mjamzito, kwa sababu alionekana hata ile siku ya shughuli ya Valentine kitumbo kilituna. Akaja Wema hadharani na kuzungumza kwamba watu wasimseme, hataki umbea, mimba. It kwamba ni hakutaka watu wazungumze kwamba ni mjamzito ama si mjamzito. Sasa hivi video imetrend kwamba anaonekana yuko anapiga tu. Sasa ukiangalia pale kitoto kinacheza unajua. Kitoto kinacheza. Mimi nadhani sababu kubwa ya kuzungumza maneno yale ni kwamba hilo swala limekuwa linazungumziwa kwa muda mrefu sana. Ndio. Na tunafahamu kwamba Wema Sepetu amesha date na wanaume tofauti. Umeelewa? Kwa hiyo kila mmoja anasema mimi na uwezo wa kukaa na Wema na kampa ujauzito. Kuna shabiki mmoja au mwanachama mmoja naye alijitokeza, kama ulipata kuona, anasema mimi nampenda Wema tangu yuko kijijini. Umeelewa? Kwa hiyo watu wengi sana walikuwa wanampenda na watu wengi sana walikuwa wanatamani
kukaa na Wema. Sasa ile swala lake kutokuwa na mimba au kutokupata mimba kwa muda mrefu imekuwa ni story kubwa, watu wako wanaizungumzia, yani kwamba kama hakuna mada nyingine za kuzungumzia, umeelewa? Kwa ile Wema Sepetu unaona kama ni yeye mwenyewe kaona kama ni watu, kwa nini mimi kila wakati unajua kila wakati unatia watu wanamtia mdomoni, kila wakati watu wanamzungumzia, sawa basi mzungumzieni lakini kwa mazuri, umeelewa? Kitu ambacho yeye kilikuwa kinamuuma sana Wema kwamba watu wanamzungumzia lakini wanajua kabisa wanamzungumzia kwa mabaya, yani kuto kupata mtoto. Na umezungumza hapo, kuna baadhi ya mafrendi zake ambao wapo kwenye listi, wengi wamejaliwa wamepata watoto na nini mpaka watatu kabisa. Kwa hiyo kwake yeye imekuwa inampa wakati mgumu. Kila wakati yeye kwenye mitandao Wema hapati ujauzito, Wema mara anajisema, kuna kipindi si alivaa mpaka madude yale ya kuonekana na mimba. Ya watu wakasema Wema kashapagawa na nini na nini. Umeona? Kwa hiyo mpaka kuja kuongea maneno hayo, kwa maana ile swala lishazungumzwa muda mrefu. Sasa mimi swali langu huwa najiulizaga mimi mwenyewe. Hii trend ya hii story ambayo amesema watu wanamzungumzia, ma content creator pamoja na media zinamzungumzia kwa swala la ujauzito kama ni siku 2 nyuma. Unaelewa? So na imekuja video kwamba Wema sasa inathibitisha kwamba kwenye hiyo ultrasound inaonekana kwamba ana ujauzito na yeye pale yuko na Ozu. Tena Ozu ndio alikuwa na record ile video. Ozu ndio alikuwa na record ile video, Wema Sepetu akitoa maneno kwamba yeye alikuwa hataki kujiona, umeelewa, kwamba alikuwa na wasiwasi ni kweli ama sio kweli. Inawezekana ishara alishaziona mapema, alishalipaza mapema zile ishara, lakini bado ile kuamini kwamba ni kweli ama si kweli hakuamini, umeelewa. Kwa hiyo Ozu kwenye kituo kile, yeye ndio alikuwa anachukua video na yeye ndio alikuwa anamthibitishia kwamba ni kweli kitu kimo. Ramani imesoma. Wadudu hapo. Kwamba wadudu hapo. Kikubwa tu ni kumwombea heri Wema Sepetu, kwa sababu kuna kipindi pia alikuwa na mahusiano na Idris Sultani. Ya kipindi kitu ambacho Idris ametoka Big Brother, wakawa na mahusiano, ikasemekana kwamba Wema ana ujauzito wa Idris, baada ya muda ukatoka. Kwa hiyo inaonekana pia la Wema ni mtu ambaye mimba zake zinaharibika. Kwa hivyo kama kweli kuna mimba ya Ozu, tumuombe tu heri isiharibike. Yeye pia awe makini. Ozu kaupiga mwingi sana kwa kweli kwamba tarehe kusema imetoka. Ni jambo la Mungu. Unajua swala la watoto hili, mimba kutoka kukaa, mimba kuendelea kudumu ndani ya miezi 9, hili ni swala la Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kikubwa ni kama ulivyosema, tumuombe dua. Kwa sababu ni swala wa Tanzania, tutafurahishwa kweli. Ile kiu yetu, so kiu yake peke yake, kiu yetu kumwona Wema Sepetu akiwa na mtoto wake mwenyewe. Tunafahamu ana watoto wa kuwalea, anaendelea tunafahamu Wema Sepetu anapenda sana watoto sana. Na nadhani hiyo ni sababu ambayo Wema ilikuwa inamuumiza sana. Yeye anapenda watoto alafu yeye mwenyewe mtoto wake hana. Mpaka kwa wanasema ni maisha anafuga mbwa wengi. Umeelewa? Kwa hiyo ni moja kati ya kitu kizuri, tumuombe dua na si kwa wote. Sasa hivi ujue uzuri zaidi, kuna madaktari bingwa, lakini kuna madawa ya asili, kuna vitu vingi vinaweza kusababisha. Yaani ukiweza kufuatilia hata kama una changamoto ya uzazi na nini, ukiweza kufuatilia vizuri, kao unafuatilia, yani unaweka msimamo wa dawa na nini kutokana na ushauri wa madaktari, inawezekana, kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi naona hakuna eti mtu tasa. Ni labda tu Mungu mwenyewe aseme kwamba wewe siwezi kukupa mtoto, basi uzai, lakini sasa hivi vitu viko vingi vya kusababisha kupata watoto. Sawa, vitu ni vingi kile ambacho mkizungumza Ching, lakini pia tunasemaga miezi 9 sio mingi. Tutaona tu kama ni kweli ujauzito upo ama basi hatuwezi jua pia. Wote kuna mei kuna AI au vipi? Mimi kweli mpaka nione siku tumbo limenenili kabisa ndo nitaamini. Mimi naamini kwa sababu sasa hivi kila kitu kiko kwenye utandawazi. Ndio. Mtoto yani mimba kisha kuwa tu tayari wewe ukisha kama Kisumu tumeona kabisa. Yani kwamba ile hamna uongo ambao unaendelea pale. Labda tuje mbele baadaye kuseme kwamba hiyo na mimi sipendi kutumia kauli hiyo mimba kuharibika. Yani sipendi kwa sababu unapotumia kauli hiyo unaona kama bado hujaibless hiyo mimba, umeelewa? Kwa hiyo tunamwomba Mungu sana mimba endelee kuwepo, ambayo sisi tunategemea watoto, ikiwezekana hata pacha, umeelewa? Yani apige kwa mpigo. Kwa mpigo zaidi. Chingi wala ndio umeamua sasa. Mimi bwana, kiukweli kiu yangu kubwa sana. Mimi nilikuwa sipendi mazungumzo ambayo watu wanamzungumzia kuhusiana
Wema Sepetu kutokupata mimba. Kiasi kwamba alikuwa anaingiwa na upweke, unajua. Unajua mwenye tatizo ndo anaona kwamba mimi naumia kiasi gani. Lakini wewe ambaye hauna tatizo, afu unaona kabisa kuna kitu fulani kabisa huyu mtu anakikosa. Na hiyo ndo furaha yake. Kwa nini usimwombee dua? Kwa hiyo kuna wakati lazima umwombee dua. Nadhani sio mimi tu, mashabiki wengi sana walikuwa wanapenda kumuona Wema Sepetu na yeye, yani kuona kopi za Wema Sepetu. Kuna wakati tulikuwa tunasema Wema Sepetu lazima zae na Diamond, umeelewa? Diamond mwenyewe kashangaika sana na Wema, lakini kila mti utua kwenye kila ndege utua kwenye mti upendao, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi tumeona Mungu alivyokuwa wa ajabu, Mungu alivyokuwa mkubwa. Imedondoka kwa Whozu baada ya kutoka kugombana na Tunda, umeelewa? 1 2 3 akaamua kuingia mazima kwa Wema Sepenga. Wema Sepetu Miss Tanzania 2006. Kwa hiyo big time, ni jambo kubwa kwa Whozu. Mimi nimpongeze Whozu, kaweza kuhandle mapenzi fulani. Unajua asikwambie mtu, Whozu kuweza kuhandle kukaa na Wema Sepetu na Wema Sepetu kupata mtu kama vile kijana akijiangalia Wema Sepetu alafu mapenzi yamekuwa moto, na pia kuna swala la ujauzito hapo. Furaha inazidi kuwa na mapenzi yatazidi kuwa makubwa zaidi. Yani kama mapenzi yatapanuka, yatakuwa yani kama ilikuwa ni engo ilikuwa 70%, sasa hivi 100%. Kwa hiyo tunaomba Mungu ndani ya kipindi hichi mwaka kubadilika huu, inshallah mwaka huu mwingine tegemea watoto. Sawa, una kipi cha kumwambia Wema Sepetu kutokana na kile ambacho anakipitia kwa hivi sasa? Maoni yako ni muhimu sana. Sisi tunamaliza hivi kwa siku hii hapa ya leo. YouTube channel yetu ndio hii hapo 69 Media TZ. Kubwa zaidi tu follow, subscribe, bonyeza alama ya kengele. Kule Instagram kama kawaida 69 Media TZ. Inakuwa ni vizuri zaidi, utapata na update zote. Lakini Facebook pia tuko 69 Media TZ. Of course tu follow pale. Tuko live na maisha. Mimi naitwa Chingi, hapa ni The Gossip Table. Tumezungumza vitu vingi sana, na hasa Wema Sepenga pamoja na Whozu. Hii habari ambayo sasa hivi imekuwa ya moto, Wema kupata ujauzito wa Whozu. Hicho cha habari kinasema. Mimi hapa naitwa Sammy Baby. Mimi naitwa Ching the baddest. Bye bye.